Yes, karibu sana katika segmenti ya kimichezo kupitia channel ya kupendwa ya Mapro Sports, sehemu pekee ambayo unapata zile updates kali za kimichezo, na kwa sasa tunachambua kidogo kuhusiana na kile ambacho tumekiandika katika title yetu hapo kuhusiana na namna ambavyo Young Africans imekuwa ni kama somo kwa klabu zingine, lakini pia imekuwa ni moja kati ya timu ambayo ukitazama kwa uhalisia wake hata baadhi ya wachezaji ambao wanapita Young Africans wakiondoka, mapenzi yao bado yanaendelea kubaki ndani ya timu hiyo ya Yanga. Moja kati ya sababu ni kutokana na namna wanachama na mashabiki wa klabu hiyo wana upendo wa dhati kwelikweli kwa wachezaji wao, lakini pia kwa viongozi wao. Tumeona mara kadhaa Young Africans wamekuwa wakitoa motisha kwa wachezaji ambao wanafanya vizuri kwa kuwakotesha ama kuwapa pesa, lakini pia tumeona mara kadhaa Yanga kama Yanga imekuwa na utaratibu wa kuweka ile day, kwa maana siku ya mchezaji fulani ambaye anafanya vizuri na wana dedicate siku ile kama siku ya kimaalum. Lakini jambo ambalo nataka nikwambie, moja kati ya kitu ambacho nimekipenda katika wiki hii ni kuhusiana na kitendo cha mashabiki wa Yanga kuidai faini ya Djigui Diarra ambaye ni golikipa namba 1 wa klabu hiyo waweze kuilipa wao, na nimeangalia katika Instagram account ya Djigui Diarra ameweza kuwawekea lipa namba, na huku akisindikiza na statement ambayo inaendana na wimbo wa Alikiba kwamba bili ya Diarra wanapewa wananchi. Kwa hiyo hiki ni kitendo ambacho kinafanya sasa hata mchezaji akiondoka ndani ya klabu hiyo basi ahisi kuna namna pengine anakumbuka Yanga kwa sababu ya upendo wa aina hii. Tunakumbuka pia kipindi ambacho afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shaban Kamwe alikumbwa na faini pia. Young Africans wanachama na mashabiki wa klabu hiyo waliomba wamchangie faini hiyo. So unaona kwamba ni namna ambavyo wanaishi na wachezaji wao katika upendo, katika namna ya kuwajali, lakini pia katika namna ambavyo wako tayari kuwasaidia katika nyakati ngumu, katika nyakati ambazo pengine wao kama wao wangehisi ni nyakati mbaya, lakini kwa wao zimekuwa ni nyakati ambazo wanawasogeza karibu na kuwatengenezea mazingira ya kujiona kwamba yes, bado tunaheshimika licha ya yote ambayo yametokea, lakini mashabiki bado wanaonesha moyo wa upendo, wanaonesha kuwajali na kuwathamini wachezaji wao. So ni moja kati ya kitu ambacho nimekipenda sana, ni kitu ambacho pengine kinatoa funzo kwa klabu zingine. Tumeona kuna baadhi ya klabu hata kitendo tu cha kuwapa motisha wachezaji wao wanapofanya vizuri, mashabiki wao wamekuwa hawana time hiyo. Kwa hiyo Young Africans wana mambo ambayo pengine klabu zingine zinatakiwa pia ziige ili waoneshe upendo, lakini pia waoneshe thamani ya wachezaji wao ambao wanawapa furaha. Unazungumziaje kitendo cha Young Africans kukubali kubeba jukumu la kumlipia Djigui Diarra faini ya shilingi milioni 4 kama alivyotakiwa kulipa na bodi ya ligi Tanzania? Tuandike maoni yako kwenye comment section. Nikukumbushe kubonyeza neno subscribe, ni muhimu sana kwa sababu ukibonyeza subscribe itakuwa umejihakikishia kupata taarifa tunavyoupload video mpya, lakini pia utakuwa tayari umejiunga na chama la kijanja Mapro Sports kwa ajili ya zile updates zote za kisports kila kona ya dunia tunakuwekea hapa. Cha muhimu tu ni kubonyeza hiyo button nyekundu ya subscribe, then bonyeza alama ya kengele, utakuwa haupitwi na taarifa yote. Hadi wakati mwingine, kwa sasa bye bye, ni kuacha na hii. Tuandikie maoni yako kwenye comment section, itakuwa ni muhimu sana. Asante na kwaheri, tukutane next video.